Labda ajibu hiyo au ajibu hizi tatu kwanza hizi. Au uko tayari kujibu hizi tatu kwanza? Vovote mtakavyopanga tu. Tusisahau tu ile train of thought ile. Ya kwanza ile. Ajibu haya matatu kwanza. Yes. Okay. Ya Ivan. Ivan anauliza maswala matatu. Ya kwanza anasema kwamba nimefuata cheo na ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa sana na likitengenezwa. Mimi naamini likitengenezwa. Nafuataje cheo? Yani nafuata cheo gani? Yani nafuata kwamba nilipokuwa natoka kule nilikuwa ninajua na kwenda huku na nilikuwa najua huku na kuja kuwa nani? Hilo moja. Mtaalamu mabao. Lakini la pili nafikiri ni watu kutofuatana, ndio maana nasema inatengenezwa na bahati mbaya mambo haya hayasemwi na wakubwa kwa sababu ukweli wanaujua. Kwa wanaweza wakawa wanawaaminisha watu chini. Mwaka 2021 nilieleza Chadema kupitia katibu mkuu wa wakati ule Mheshimiwa John Mnyika kwamba jamani, mimi hiki ndo kipindi changu cha mwisho kuwa kiongozi ndani ya Chadema. Mwaka 2021 tarehe 22 Januari 2025 wakati nikiaga na kukabidhi madaraka kwa naibu katibu mkuu mpya mteule, nilikumbusha kwamba nawashukuru na nashukuru kwamba nimeweza kulifanikisha hili, na kwa sababu nilitoa taarifa na wakati nazungumza hayo Mheshimiwa John Mnyika alikuwepo na nilimrifaa. Nashukuru kwamba ulipokea rai yangu ya kwamba huu ndo uongozi, ndo muda wangu wa mwisho kutumika kwa kiongozi ndani ya Chadema. 2021 Januari 22 2025 nikarudia kauli hiyo nikiwa ninaaga. Sasa tena kwamba nafuata cheo wapi? Yani nakitoa wapi? Lakini hilo la kwanza. Lakini la pili, hamna ubaya kufuata cheo kwa nini? Ndo nakuja sasa. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kwamba hivi Chadema nilifuata cheo? Na kama nilifuata cheo, huko nilikokuwa nimetoka niliacha nini? Yani mpaka kukifuata cheo cha Chadema. Yani niliacha nini? Kwa hiyo kama nilikwenda Chadema kwa ajili ya cheo, kwa sababu nilikotoka nilikuwa sina cheo au sikuwa na cheo kizuri. Sikuwa na cheo, maana watu wanaunganisha cheo na ulikuwa sijui unalipwa Chadema. Kwa kama nilikwenda Chadema kwa sababu ya mshahara mzuri, kwa sababu ya cheo kizuri, basi nafikiri inaweza ikawa sahihi kusema kuondoka, nimeondoka kwa sababu ya mshahara na cheo. Lakini kama historia hainihukumu hivyo kwamba nilienda Chadema kwa upendo wangu mkubwa, nikaacha vyote nilivyokuwa navyo, iwe fedha, mshahara mzuri, marupurupu mazuri, maisha mazuri, nikasema na mimi kama kijana wa nchi hii nitoe mchango wangu kwenye harakati za mabadiliko ya kuiondoa madarakani Chama cha Mapinduzi kwa nia safi, kwa upendo mkubwa. Nikapoteza marafiki, nikalaumiwa na dunia kwamba we ni mzembe, ni mpumbavu, huna akili. Lakini nikijua ninachokifanya kusaidia nchi yangu, basi kama historia hainioni hivyo, basi pengine Chadema niliondoka kwa cheo. Kwa hiyo nafikiri ni kujichanganya tu, ama kwa makusudi kama ninavyosema ni propaganda zinazotengenezwa, ama kutotaka kunifahamu Salum Mwalimu ni nani na alikuwa nani na yukoje kwenye misimamo yake. Hilo la kwanza. Hapo kwenye management mnapaga mshahara hapo? Naam. Management ilikuwa na mshahara? Kule Chadema kulikuwa kuna kaposho. Uwezo kaita mshahara ndugu yangu. Lakini hata tukitajiana hapa unaweza ukasema hivi ni allowance. Mliishije? Na watu wanajua namna tulivyokuwa tunashindo yale tulikuwa tunasema. Sasa kama kule tuliweza kuishi, kwa nini mtu anashangaa huku tunaishije? 10 good years. Brother, usifanye mchezo. Hiyo ni swali moja. Swali la pili ilikuwa ni kwamba Zanzibar Chadema imedorora. Nisingependa kuizungumzia sasa hivi kama imedorora, basi nafikiri ni wajibu walio madarakani kuichachusha isidorore, inyanyuke. Lakini nilipokuwepo miaka yangu 10 nimefanya kazi kubwa sana Zanzibar ambayo nilipongezwa na ngazi zote za chama. Ilionekana wazi kabisa Chadema namna ambako nilipoitoa Chadema nilioikuta makao makuu ya ofisi ya Zanzibar yenye chumba kimoja tena nje ya mji.
Chadema nikaileta mjini Kikwajuni kwenye nyumba ya gorofa yenye ofisi proper, na tunaposema ofisi proper ni ofisi proper, ofisi za wakuu wa idara, ofisi ya naibu katibu mkuu, sehemu za vikao na kadhalika. Lakini Chadema niliyoikuta ina watumishi wawili, nikaipromote, tukapata watendaji, sio tu kwa maana ya kutoa watendaji, lakini nilikuwa na degree holders wako pale, nilikuwa na vijana ambao wamefanya harakati walikuwa pale ofisini, nilikuwa na vijana ambao wana exposure za kutosha walikuwa pale ofisini. Kwa haikuwa hatua ndogo kumshawishi kijana atoke huko aliko aje kufanya kazi makao makuu ya chama cha siasa. Kwa nilikuwa na watendaji ambao ni proper kabisa na wanajulikana, CV zao ziko very clear, rekodi zao ziko very clear kwamba wapi wamewahi kufanya kazi na wamefanya vipi. Lakini jambo la pili, Chadema, chama cha siasa kinaendeshwa na vikao. Mimi naamini chama cha siasa ni vikao. Yaani chama cha siasa kisichokuwa na vikao, yani huko ujue ni mfu kabisa. Na uwezo wa chama cha siasa utaupima kwa vikao, kwamba vinatakiwa vikae 4 kwa mwaka vinakaa, vinatakiwa vikae 2 kwa mwaka vinakaa chama cha siasa, kwa sababu vikao vinawafanya mnapitisha mipango yenu kwa pamoja na kwa mujibu wa taratibu mlizojiwekea, na maamuzi mnayofanya kwa pamoja na kwa mujibu wa taratibu mlizojiwekea. Kwa hata akitoka mtu akiwalaumu, anawalaumu kwa pembeni, kwa mbali, hawezi kuwalaumu karibu, kwa sababu katiba inasema tukutane, wanasema hili jambo mamlaka yake ni kamati kuu imefanya, imeamua. Mkitoka hapo huwa hamna ugomvi. Kwa hiyo vikao ni jambo la muhimu sana. Zanzibar, Chadema kuna kitu kinaitwa kamati maalum ya Zanzibar. Kamati maalum ya Zanzibar, wajumbe wake ni wajumbe wote wa kamati kuu ya chama wanaotokea Zanzibar, wakuu wote wa idara za kiutendaji ofisi kuu ya Zanzibar, naibu katibu mkuu wa Zanzibar ambaye ndio anakuwa katibu wa secretariat, na makamu mwenyekiti wa chama anayetokea Zanzibar ambaye ndiye anakuwa mwenyekiti wa kwa ni chombo ambacho ndicho kwa mujibu wa katiba ya Chadema ndio chombo kinachosimamia masuala yote ya Zanzibar, na ndio chombo kinachoishauri kamati kuu ya chama masuala yote yanayohusu Zanzibar. Mimi wakati ninaingia mwaka 2014, angalia chama hapo, naingia mwaka 2014, kikao cha mwisho cha hiyo kamati maalum kimekaa miaka 8 iliyopita. Yani katika kipindi cha miaka 8 hakijawahi kukaa kikao cha kamati maalum Zanzibar. Unatumia message kwenye WhatsApp? Sasa ndo jiulize. Mimi nimeingia, tumefika hatua tukawa tunakaa sio tu vile vya kikatiba 4 kwa mwaka, tunakaa zaidi ya 4 kwa mwaka. Okay. Tulitengeneza kamati maalum ikawa inakaa, ina seti agenda na kadhalika. Mleta ueledi katika chama. Tukaleta umetumia ueledi huo kwenye Chauma pale, naona mambo yamebadilika. Ndo tunakwenda, ndio lile swali ambalo ulilijenga vizuri sana. Uzoefu huu tunakwenda nao Chauma, uwezo huu tunakwenda nao Chauma, spirit, ari hii, commitment hii, perseverance hii tuliokuwa nayo kule ndio tunakwenda nayo Chauma. Na nashukuru kama watu wanaanza kuiona Chauma ikibadilika, kwa sababu ndio lengo letu. Kazi hiyo tuliifanya tukiwa kule tulipokuwa kwa wivu mkubwa sana, na huku tunaifanya pia, tunaiendeleza kwa wivu mkubwa sana. Kuna kitu swali la tatu na la mwisho, Ivan amesema kwamba je, anafikiri huko nakokwenda Chauma kuna demokrasia? Yes, ipo demokrasia. Kila chama, unajua chama ni katiba, kanuni, miongozo, ukisoma vipo. Sasa tumeingia, tumeanza kuishuhudia hiyo demokrasia, na tunaamini na sisi tutakuwa tuna wajibu wa kuilinda, kuitetea na kuiheshimisha hiyo demokrasia, na kuikuza na kuiendeleza hiyo demokrasia. Okay. 3 questions answered. Vizuri sana, nashukuru. Unafuu na chanzo cha kutatua